Harvest Ministry katika jiji la Allentown hapa Pennsylvania, United States, na tunaendelea na kujifunza juu ya mitume au wanafunzi wa Yesu. Leo ni sehemu ya 8 na kwa hivyo ni discipleship 8. Kwa hivyo wapenzi, tunaangalia na kuangazia vile tunaweza kuwa wafuasi kamili wa Kristo. Na kwa hivyo ni safari ambayo tunasafiri tukiwa katika ulimwengu huu, na ni vizuri kujua njia ile tunayoenenda naye. Wakati uliopita tulijifunza tukaujiuliza, tunaweza kuaje, nini kinatendeka wakati tunatenda dhambi? Na tukaona ya kwamba ingawa tunatenda dhambi na tunazidi kutubu na kukaa vizuri katika huduma ya Mwenyezi Mungu, lakini tuna mtetezi ambaye ni Yesu Kristo, anatutetea na ndio mwombezi wetu. Kwa hivyo tunakuwa na imani ya kwamba siku moja lazima tutafika mbinguni kwa Baba. Kwa hivyo siku ya leo katika somo hili la 8 la kuwa mwanafunzi wa Yesu, tuna jambo ambalo tunaangazia zaidi ni hili, ati ya kwamba je, naweza kuupoteza wokovu wangu? Hilo ni swali ambalo watu wengi hujiuliza, ni nini kinaweza kufanya nipoteze wokovu wangu? Na leo Bwana anatupa jawabu, tukianza pale katika Injili ya Yohana 10 mstari wa 28. Tunaambiwa ya kwamba ikiwa tutapoteza wokovu wetu ni kuonyesha ya kwamba tutapotea kabisa. Lakini neno linatuambia katika huo mstari wa 8, nami nawapa uzima wa milele, wala hawatapotea kamwe, wala hakuna mtu atakaye wapokonya katika mkono wangu. Huyo ni Yesu anaongea. Anasema ya kwamba hatutapotea kabisa. Tutakuwa ndani yake na tutakuwa hai na tutakaa katika milki hiyo ya kifalme, kwa sababu yeye amesema hakuna yeyote atakaye tutoa katika mikono yake. Kwa hivyo wapenzi, nawaeleza nini? Yesu anasema wale ambao amewaita na wale wameitwa na Baba, kama vile tulisoma neno la Bwana siku zilizopita katika Yohana 6, ya kwamba hawa, na tena Yohana 10 mstari wa 16, unajua ya kwamba wale wameitwa na Bwana na wale Yesu amewaita, hakuna atakayepotea. Kwa hivyo amesema ya kwamba hakuna kitu kinaweza kutupokonya kutoka katika mikono ya Yesu Kristo. Na siri hii ni kwamba ukijua namna hiyo, si kusema ati utajitoa tena huo unatenda dhambi ati kwa sababu umepewa dhihirisho hili. Hapana, ukitenda dhambi atakuacha tu kwa sababu ni mapenzi yako, lakini hii anaongea kwa wale watadumu katika wokovu. Lakini ikiwa we mwenyewe utajiondoa katika wokovu, basi hilo ni jambo lako. Lakini wale ambao tutakaa tukimwamini Yesu maishani mwetu, yeye anasema hakuna atakaye tuondoa katika mikono yake. Na vile vile mstari wa 29 hapo anatuambia ati Baba yangu aliyenipa hao ni mkuu kuliko wote, wala hakuna mtu awezaye kuwapokonya katika mkono wa Baba yangu. Unaona, anasema yeye kwanza hakuna atapokonywa kutoka kwake. Na anasema tena Baba yangu, yani Mungu mwenyewe, ni mkuu kuliko vyote ambavyo tunaweza kufikiria, na hakuna mtu anaweza kumtoa mtu aliyekombolewa na Bwana, anayependwa na Mungu, mikononi mwa Baba. Kwa hivyo wapenzi, tunapewa thibitisho ya kwamba Mungu hawezi kutuachilia. Mungu hawezi kutuacha tukatoka katika uwepo wake. Sisi wenyewe ndio tunaweza kujitoa. Lakini tayari tukishaokoka na kusimama imara, basi tuliambiwa tuna mwombezi, na sasa tunathibitishiwa na neno la Bwana ya kwamba hakuna anayeweza kututoa hapo katika wokovu. Hata watupige, hata watuue, hata wafanye namna gani, roho zetu zitakuwa zimepata amani na utulivu katika Bwana. Unakumbuka hata wakati wa wafalme wale kama ule kina Caligula na vile vile Nero, wale Warumi ambao waliua watu vibaya sana wa Kristo, lakini hawakuweza kuwatoa katika imani. Na tuna wengi sana hata katika nchi za Uarabuni na kwingine, wengine wanazidi kuwaua Wakristo. Hata katika India
wanazidi kuwa Wakristo na kuwapiga sana kwa dini zao za Kihindi, na mahali pengine mnaelewa mambo haya, lakini hii ni thibitisho ya kwamba yeyote anayemwamini Bwana hataachiliwa kamwe. Hata watende nani katika, yani wajaribu wanadamu kukutoa katika imani ya Bwana, hakuna anayeweza kufanya hivyo. Na tukiangalia neno vile vile katika Yohana 6 mstari wa 37, Mungu mwenyewe ndio hututetea. Yani wakati tumeingia katika shida, wakati tumeingia katika majaribu makuu, wakati tumeingia katika vita vikuu tusivyoweza kupigana wenyewe, kwa sababu shetani naye ni mwovu sana na katili, anatuma watu hata walio na nguvu kutuliko sisi. Lakini Mungu anasema ya kwamba wote anipayo Baba, Yesu mwenyewe anaongea, wote anipayo Baba, yani wale wameokoka na Mungu ndiye anatufanya tuokoke, sio sisi. Hatuokoki kwa sababu yetu na nguvu zetu, hapana. Tunaokoka kwa sababu Mungu ndiye anatupeana katika wokovu, ndiye anatukubali katika wokovu. Anasema ya kwamba wote anipao Baba watakuja kwangu, wala yeyote ajaye kwangu sitamtupa nje kamwe. Kwa hivyo wakati Baba anatupeana katika wokovu, anatupokea katika uwepo wake, yeye anatukabidhi kwa Yesu Kristo, kwa Roho wake Mtakatifu. Na akitukabidhi kwa Kristo, naye Kristo anasema tukiingia kwake na tumepeanwa na Baba, hakuna yeyote atakayetutoa katika mikono yake, na hata tupa hata mmoja. Na mstari wa 37 hapo unasema ya kwamba uwezo wa kudumu wokovuni na mapenzi yake aliyenipeleka ni haya, ya kwamba katika wote aliyonipa nisipoteze hata mmoja, bali nimfufue siku ya mwisho. Ati hata wale watakaolala wakiwa wanamjua Bwana hatapotea kabisa. Mkiona hata mtu amekufa kabla ya kufunuliwa kwa kuja kwa Kristo, yani rapture, msiseme ya kwamba mtu huyu amepotea. Hajapotea, kwa sababu neno linatuambia ya kwamba Yesu mwenyewe Kristo atamfufua siku ile ya mwisho. Yeye ndio atamfufua na amuondoe wafuni na aweze kuingia katika paradiso. Basi wapenzi, hatutapotea kabisa. Tunathibitishiwa ya kwamba hatuwezi kupoteza wokovu wetu. Na Yohana 5 mstari wa 24 inatuambia ya kwamba amini amini, Yesu akawa anaongea, nawaambieni, yeye alisikiaye neno langu na kumwamini yeye aliyenipeleka yuna uzima wa milele, wala haingii hukumuni, bali amepita katika mautini na kuingia uzimani. Kwa hivyo wapenzi, mambo haya ni mazito na ni mazuri sana kuweza kuyaelewa. Anasema ya kwamba yule amesikia neno lake, yule ameokolewa na neno la Bwana na kuamini ya kwamba neno hilo ni kweli na ni amina, yeye tayari ana uzima wa milele. Hawezi kosa uzima wa milele, iko ndani yake, wala haingii tena katika hukumu. Hatuhukumiwi tena, hatupati hukumu tena. Nimewaambia labda ujitoe katika wokovu, lakini kama uko katika wokovu hamna hukumu tena. Naye anasema kwa sababu hata mautini utakuwa katika uzima wa milele. Kwa hivyo mambo yote yamepita na mambo mema yamekuja kwetu kwa sababu ya imani tulio nayo. Warumi 8 inatuambia vizuri sana mstari wa 38 na 39, ati ni mambo gani inaweza kututoa katika wema huu wa Bwana? Ni mambo gani inaweza kututoa katika wokovu? Ni mambo gani inaweza fanya tuweze kumwondokea Bwana? Kwa maana nimekwisha kujua hakika ya kwamba wala mauti wala uzima wala malaika wala wenye mamlaka wala waliopo wala yatakayokuwepo wala kwenye uwezo, mambo haya yote yenye uwezo, mamlaka yaliyopo, nguvu zote, ama mauti ama malaika wa giza wakija, yeyote wawa wote, wala yaliyo juu, mambo yaliyo juu katika universe, mambo yote, maroho zote zilizo kule, wala yaliyo chini ya ardhi, yale yaliyo chini, nguvu zote unasikia zinapatikana kule chini kabisa, wala kumbe kwinginecho chochote hakitaweza kututenga na upendo wa Mungu. Mambo hayo yote, yawe ni ya kutoka chini ya ardhi,
yawe ni ya kutoka juu, mapepo ya aina yoyote, malaika wa aina yoyote, yawe ni mamlaka aina gani, yawe ni nguvu za aina gani, basi na uwezo hazitaweza kututoa katika nguvu za Mungu ama katika upendo wa Mungu anaotupenda nao ulio katika Kristo Yesu Bwana wetu. Upendo wa Mungu unapatikana katika Kristo Yesu Bwana wetu. Somo hili ni muhimu sana kwa namna hii. Unaona, Wakristo wengi wakiona mamlaka, mtu mwenye mamlaka zaidi yake ama uwezo, kuna wengine hata wanapiga magoti, hata wanainama mbele ya wale watu. Neno la Mungu linatuambia sisi ambao tumeokoka, sisi tunamjua Mungu wetu, hatutainamia miungu ingine yoyote katika jina la Yesu. Nakumbuka wakati moja, na sio kujigamba, lakini ni imani mimi niliyo naye. Siku moja nilikutana na mkuu wa taifa kule katika Kenya, miaka ya nyuma tu, ambaye alikuwa anaongoza nchi ile, na nilikutana naye pale karibu Kabarak, na niliona aliniita, na aliponiita nilikuwa natoka mazishi pale katika sehemu zile mbele ya kambi moto pale katika kabla ya kwenda njia ya Eldam Ravine. Kwa hivyo wapenzi, wakati aliniita nilienda tu, lakini katika koti langu nilikuwa na ile alama yangu ya msalaba. Ilikuwa kila wakati ya kuonyesha mimi nina wokovu, na ni miaka ya nyuma tu, 1990s. Na wakati nilipomfikia aliniuliza unatoka wapi, akiwa ndani ya gari, na nikamwambia mahali nilitoka. Akaniuliza sasa mumemaliza? Na aliweza kunikabidhi kile alinikabidhi, nikaweza kuwapa wale tuliokuwa nao. Nasema nini? Singeweza kuinama kwa sababu hata aliniuliza wewe unaokoka? Nikamwambia ndio, nimeokoka. Na hakuna jambo lingine aliniambia twende salama, na hapo mbele twende tukanywe chai. Kwa hivyo wapenzi, nasema nini? Wakati unakutana na nguvu za uweza wa kila aina, ni kitu gani hicho kinakufanya? Kila kitu ukiona ni mawe, ni sanamu, kila kitu unaenda ukipigia magoti. Hakuna nguvu inayoshinda ya Mungu. Na ndiyo maana watu wengi katika Rumi walikataa Wakristo kupiga magoti kwa Nero na kina Kaligula na wafalme wengine. Wale walikuwa shida, wanasema lazima wainamiwe. Na unajua waliifanya hata mili ya Wakristo kuwa ndio kama mishumaa ya kuwashia taa kule katika Rumi. Kwa hivyo wapenzi, mambo yanaweza tendeka, nchi hugeuka, siasa hubadilika, lakini hiyo si kusema ati wewe lazima ubadilike na siasa, ati kwa sababu sasa mfalme anayekuja hataki watu waokovu hapa, lazima tufanye vile anapenda. Hapana, huyo ni mwanadamu kama wewe. Wewe ni mwanadamu na yeye ni mwanadamu. Kilicho muhimu ni je, utafika kwa Bwana? Kwa hivyo wapenzi, tumeamua kumtumikia Bwana huyu Mungu aliye hai, na huyo ndiye uhai wetu. Kwa hivyo neno katika barua ya waraka wa kwanza wa Petro 1:5 inasema nini? Nanyi mnalindwa na nguvu za Mungu kwa njia ya imani, hata mpate wokovu ulio tayari kufunuliwa wakati wa mwisho. Wakati unakaa unajua ya kwamba una ulinzi wa ajabu, umelindwa na Mungu mwenyewe na nguvu za kipekee katika imani, na kwamba wewe wokovu wako umelindwa na hauwezi kuondolewa na mtu ati kwa sababu umekataa kumpigia magoti ama kwa sababu umekataa kufanya vile anataka. Hapana, ni lazima, kuna heshima ndio ya kumheshimu aliye mkuu, lakini sio kule kumwabudu. Hapana, sio kumwabudu. Kuna wakati watu huenda hata wanaabudu viongozi, wakiwaambia hata kuwapa majina makubwa ambaye hata nakumbuka rais mmoja aliweza kusema asiitwe majina kama hayo. Kwa sababu gani? Kwa sababu majina mengine yanamfanya mtu hata aweze kusahau Bwana. Hata nasi tunampa majina ambaye inatuonyesha ya kwamba sisi si wokovu tena, ni watu tunaotii ama kuabudu mamlaka ya ulimwengu. Kwa hivyo mtu wa Mungu, tunamwabudu Mungu pekee, na tunajua ya kwamba Mungu ndiye baba yetu na ndiye ametuokoa. Neno katika Jude 24 inasema ya kwamba yeye awezaye kuwalinda ninyi msijikwae na kuwasimamisha mbele ya utukufu wake bila mawaa katika furaha kuu. Huyu ndiye anaweza kututendea yote. Anatusimamisha, yeye ni mkuu, anatuweka katika njia zake,
anatufanya sisi hata hatuwezi kujikoa, hata miguu yetu vidole hatuwezi kujikoa kabisa, kwa sababu yeye anatulinda na anaangalia masilahi yetu ya kila aina. Wafilipi 1:6 inazidi kutupa nguvu, inatuambia ya kwamba mimi niliaminilo ndilo hili, kwa hivyo mimi nali lile ninaloamini ndilo hili, na hili ambalo ninaamini ni ya kwamba yeye aliyeanza kazi njema moyoni mwenu ataimaliza hata siku ya Kristo Yesu. Kwa hivyo unajua ya kwamba aliyekufanya uzaliwe katika huu ulimwengu, aliyekuweka mpaka miaka hii, unaposikia ujumbe huu ujue ya kwamba huyo ndiye alianzisha kazi njema ndani yako na ndiye atakayeikamilisha. Hakuna mtu mwingine atakayekamilisha hiyo neno ama maisha yako ama kazi njema iliyo ndani yako. Wengine watajiuliza, na je, Mkristo akiuawa si amemalizwa na huyo mtu? Huyo mtu kitu amefanya, ameua mwili, hajaua roho, ameua mwili tu. Na neno linasema ya kwamba ogopa yule ambaye anaweza kumaliza roho na mwili hata na nafsi yako yote pamoja, kuliko kuogopa yule anamaliza mwili pekee na hawezi guza roho yako. Kumbuka hata siku ya Nuhu, siku ya nani? Siku ya Ayubu aliambiwa ya kwamba huyu shetani asijaribu kuguza moyo wake. Kwa hivyo hakuna mtu yeyote awezaye kuguza ila Kristo, nasi tutakamilika katika Kristo Yesu. Kwa hivyo hatutakiwi kuwa na uoga na hakuna anaweza kuchukua wokovu wetu. Basi katika Waefeso 1:13 tunaona ya kwamba ninyi pia katika huyo nimekwisha kusikia neno la kweli, habari njema za wokovu wenu, tena mumekwisha kumwamini yeye na kutiwa muhuri na Roho yule wa ahadi aliye mtakatifu. Sisi ambao tumeokoka, wewe na mimi, wewe ambayo unanisikia na kabisa unakiri katika roho yako umeokoka na unampenda Bwana, ujue ya kwamba tumepigwa muhuri. Tumepigwa muhuri na Roho Mtakatifu na hakuna anaweza kutubadilisha. Zamani kama watu wangekuwa watumwa ama mtu awe na mifugo yake, ng'ombe ama nini, anapigaga muhuri wa moto ili ng'ombe huyo ajulikane ni wake. Nao wale walikuwa wananunua watumwa walikuwa akiwaweka alama. Hata neno la Mungu linasema kama mtumwa angekubali kukaa nyumbani hiyo na asiwekwe huru siku ya Jubilii, akatalie huko na aseme atakaa huko, basi alikuwa anapelekwa sikio lake la kulia katika mlango, ulingo la mlango, na anatobolewa shimo pale, na basi atakuwa ni mtoto wa boma ile na atakuwa mrithi katika nyumba ile na hataondoka katika boma ile. Kwa hivyo hiyo ni kukuambia nini? Sisi tumepigwa muhuri na sisi ni warithi katika nyumba ya Mungu na hatutoki huko. Kwa hivyo wewe ndio unaweza kujitoa, lakini Mungu akisha kuweka muhuri utakaa huko. Nasi tunafurahi kwa sababu Mungu anatupa dhibiti ya kwamba wokovu wetu hauwezi kuchukuliwa na yeyote. Katika Waefeso 2:8 unaona ya kwamba kwa maana mmeokolewa kwa neema, kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, na ni kipawa cha Mungu. Sisi tumeokolewa kwa sababu Mungu anapenda, si kwa sababu yetu, si kwa sababu ati sisi tulitaka kuokoka. Hatukujua hata kama kuna wokovu, hatukuelewa. Wokovu tulirudi kujua baadaye, ama tuliona wazazi wetu wale waliweza kukaa katika nyumba za wazazi waliokuwa wameokoka tayari, ndipo waliweza kujua wokovu. Na kwa hivyo nasema nini? Tunaokolewa kwa neema ya Mungu kwa sababu tuko katika ulimwengu wa majaribu. Tuko katika ulimwengu wa vita, ulimwengu ambao shetani anatawala hata wakati huu. Anakataa tu kufunuliwa kwa sababu Kristo bado yuangali hapa na kanisa lake. Kwa hivyo wapenzi, ni vizuri kujua ya kwamba hakuna mtu anaweza kuondoa wokovu huu ambao ni kipawa cha Mungu. Yeye mwenyewe ndiye ametukabidhi. Na unaona katika mstari wa 9 hiyo, unaona wala si kwa matendo, mtu awaye yote asije akajisifu. Hatuokoki kwa sababu ya ati kazi mingi tumefanya, ati kwa sababu tulimtafuta Mungu, tulipanda milima, tulijifunga, tulifanya nini. Hapana, si kwa sababu ya kazi. You don't work. Haufanyi kazi ndio uokoke, ati ndio ifanye uokoke. Hapana, tunaokolewa tu kwa sababu Mungu anatuona na anatupenda na anatuokoa tu kwa neema.
kwa sababu anaona vile tunavyompenda na vile tunavyomtamani. Anasahau dhambi zetu za kale na anatufanya viumbe vipya katika Kristo. Na tukiangalia katika hiyo Efeso 2 mstari wa 2 na 3, tunaona ya kuwa ambao mliziendea zamani katika kufuata kawaida ya ulimwengu. Unaona, mbeleni tulikuwa watu tunafuata ulimwengu tu, tulipenda kwenda mambo ya natiki, mambo ya tafrija, mambo ya raha, kujifurahisha roho zetu, kunywa, kuzini, kufanya mambo mengi tu mabaya. Wengine walizoea kuua, kuna wengi wameokoka na walikuwa wauaji, kuna wengine walikuwa kazi yao kunyonga watu usiku. Watu wamekuwa wa aina nyingi sana. Tumeona wengi wakiokoka nyakati, wengine walikuwa wachawi, wengine walitembea kukimbia uchi na moto. Kwa mambo haya yote Mungu anasema hapo zamani tulikuwa watu wa kawaida wa ulimwengu. Watu tulifuata mambo ya mfalme wetu, yani Shetani, na uwezo wa anga na nguvu za anga za mapepo na zile ambazo tunaambiwa saa nyingine ati nyota zetu zimechukuliwa. Tuliamini mambo mengi ambayo haikutusaidia katika wokovu. Hapana, wokovu haukutufaidi wakati huo. Na tunaambiwa nini? Tulikuwa kawaida, watu wa ulimwengu tu, na uwezo wa anga, nguvu za anga zilitutisha sana. Mambo ya kichawi, mambo ya kuambiwa sijui itakuwa hivi, utakuwa vile. Mambo haya yote yalitusumbua sana. Roho yule atendaye kazi sasa katika wana wa kuasi, yaani roho huyo wa Shetani ambaye anatenda kazi hata wakati huu kanisa liko na nguvu na watu wa Mungu wameokoka na wanaomba kwa bidii. Lakini kumbuka, neno la Mungu linatuambia huyu roho wa giza bado anatenda kazi na ni roho wa kuasi. Kwa hivyo wapenzi, mjue Shetani yuko. Hata ikiwa tumeokoka, Shetani yuko na ameachiliwa na anafanya kazi. Lakini kitu cha muhimu nataka ujue ni kwamba ukiwa mfuasi wa kesho, tumepewa dhabiti ya kwamba hatuwezi kutolewa katika wokovu wetu, hauwezi kunyakuliwa. Na basi mstari wa 3 inasema, ambazo zamani sisi sote nasi tulienenda katika njia hizo za yule mwovu Shetani, katika tamaa za mwili yetu. Yaani mili yetu kitu ilitamani kula sana, ulafi, mambo ya tafrija, mambo ya raha, mambo ya kina Mugithi, mambo mengi tu. Tulipenda raha hizo sana. Hizo raha zote na mambo ya uzinifu, chochote ulichoona na macho yako ukatamani kuharibu boma za wengine, mambo hayo yote ni tamaa za mwili, na zimeelezwa kinagaubaga katika kitabu cha Galatia 5 mstari wa 18, 19 na 20. Mambo ya mwili hayo yote, ulevi, mambo gani, kusengenya, mambo haya yote tulienenda nayo katika ulimwengu. Tulipoyatimiza mapenzi ya mwili na ya nia, tukawa kwa tabia yetu watoto wa hasira kama na hao wengine. Yaani tulipotimiza hizi tabia na nia zetu za tamaa za mili yetu, basi tulikuwa kama hao watu tu, watu wenye hasira. Unajua watu wa dunia, hata ikiwa wanatenda hayo mambo yote, wao huwa na hasira sana. Ukimkasirisha hata anaweza kukugonga. Tulikuwa watoto wa hasira, na Shetani ni mwingi wa hasira tangu alipofukuzwa kule juu mbinguni. Kwa hivyo wapenzi, nawaambia ya kwamba wakati tulikuwa namna hiyo, ndio Mungu alituona. Na tukiona katika waraka wa kwanza 3 mstari wa 10 inasema ya kwamba, na tukazaliwa tena katika hili watoto wa Mungu ni dhahiri. Yaani katika jambo la kujua juu ya wokovu wetu, sisi ni dhahiri, is the truth, ni ukweli kabisa. Na watoto wa Ibilisi nao, mtu yeyote asiyetenda haki hatokani na Mungu, wala yeye asiyempenda ndugu yake. Kwa hivyo tuna watu wa Mungu, watoto wa Mungu, na tuna watoto wa Ibilisi, watoto wa Shetani. Hapa ni makabila mawili katika ulimwengu, kabila ya Mungu na kabila ya Shetani. Kwa hivyo mtu anachagua ni kabila gani atakaa ndani. Ukichagua kuwa mfuasi wa Ibilisi, basi wewe fuata Ibilisi, mung'ang'ana naye. Kwa sababu neno la Mungu linasema katika waraka wa kwanza 3 mstari wa 8, inasema ya Yohana, inasema ya kwamba atendaye dhambi ni wa Shetani, kwa sababu Shetani ama ni wa Ibilisi, kwa sababu Ibilisi alitenda hivyo tangu mwanzo. Na ndipo maana Yesu akafunuliwa ili kuziharibu kazi zote za Shetani. Kwa hivyo wapenzi, ni vizuri tujue mbeleni, kabla hatujamjua Bwana, tulikuwa wa Ibilisi, na wakati Yesu alifunuliwa ndani yetu, basi tukamjua, nasi tukaweza kuokoka
na aziharibu zote kazi za shetani ndani yetu, nasi tukaweza kukubalika na tukawa watu wazuri na Mungu akatupenda. Kwa hivyo wapenzi, tunaona ya kwamba sisi ni wa Mungu mbali si wa Ibilisi. Wote walio wafuasi, wote walio wanafunzi wa Yesu, wote walio disciples wa Yesu ambao wanamjua Mungu wao, hawa ni watu ambao ni wana wa Mungu. Na tunaona katika Warumi 8:15 inasema ya kwamba kwa kuwa hamkupokea tena roho wa utumwa iletayo hofu, bali mulipokea roho ya kufanywa wana, ambayo kwa hiyo twalia Aba, yaani Baba. Kwa hivyo roho tuliyopewa si roho ya uoga, si roho ya kuogopa, si roho ya kuwa watumwa, ati unakuwa mlevi, ati unakuwa mtumwa wa pombe, unakuwa mtumwa wa uzinifu, utumwa wa kusengenya, utumwa wa kutokwenda madhabahuni, utumwa yani utumwa. Hatukupewa roho hiyo ya utumwa. Wakati unajua unatenda kinyume na Mungu, wewe umekuwa mtumwa, umeingiwa na roho ya utumwa, na wewe ni slave, wewe ni mtumwa wa hiyo roho. Mbali sisi tumepewa roho ambaye tunamuita Mungu Baba, na Mungu Baba anatusikia, na Mungu mwenyewe ni pendo la kudumu. Yeye ndiye baba yetu. Kwa hivyo tukiona katika waraka wa kwanza Yohana 3:1 tunaambiwa, tazameni kwa sababu ya pendo lile la Mungu anatupenda nalo. Mungu anatupenda zaidi. Tazameni ni pendo la namna gani alilotupenda Baba, kwamba twaitwa wana wa Mungu, na ndivyo tulivyo. Kwa sababu hii ulimwengu haututambui, kwa kuwa hawakumtambua hata yeye. Kwa hivyo wakati mwingine usitake ulimwengu kutambue, atijue wewe ni mwokovu, ati kuogope. Hapana. Ulimwengu haiwezi kukutambua. Pepo shetani ni mtu kinyume sana. Kwa hivyo usigojee hiyo. Wewe ujue jambo moja tu, hata Yesu hawakumtambua, lakini siri ni kwamba hakuna awezaye kuchukua wokovu wako, kwa sababu pendo ambalo Mungu anatupenda nalo ni pendo la ajabu. Kwa hivyo tukimalizia hapo na Waibrania 12:6 tunasema ya kwamba haturudi tena tuwe sawa, maana yeye ambaye Bwana ampenda humrudi, naye humpiga kila mwana amkubalie. Kwa hivyo wapenzi, wakati unaona unaingia katika majaribu, wakati unaona unarudiwa, maana ya kurudiwa hapa ni wakati umetenda dhambi. Kama vile una mtoto nyumbani, wakati ametenda kosa unampiga, lakini hampigi umfukuze, unampiga kumleta ndani ili ajue ni kosa na asirudie tena. Kwa hivyo wakati mwingine tunapata adhabu kidogo kidogo, si ati ya kwamba Mungu hajui. Mungu anajua, ili tuweze kurekebika na tuweze kukaa vizuri katika ufalme huu tulioitiwa na Baba yetu. Kwa hivyo wapenzi, wakati unaingia katika majaribu kidogo, wakati unaona mambo hayaendi vizuri, si wakati wako wa kupiga kelele, Mungu hayuko, Mungu hanipendi. Hapana. Neno la Mungu linatuambia katika hiyo Ebrania 12:6, maana yeye ambaye ni Bwana ampendaye humrudi. Yule anampenda anamrudi. Umpendaye mtoto unamrudi. Usipomrudi mwanao, usipomfunza mwanao, basi atakuletea janga siku za nyuma, atakuletea shida. Nasi Bwana asipoturudi wakati mwingine, wakati tunavutwa na kuingia katika makosa, basi Bwana huturudi na kuturudisha pamoja, nasi tunaweza kujua ya kwamba ni Baba anaturehemu, naye ndio anatuweka tukae vizuri na tukae katika uzima wake. Nikimalizia nasema ya kwamba ni vizuri ukumbuke maandiko haya yanapatikana katika waraka wa kwanza wa Yohana 5:11 na 12. Na huu ndio ushuhuda ya kwamba Mungu alitupa uzima wa milele. Hiyo ukumbuke kabisa. Ushuhuda wako ni ujue ya kwamba Mungu ametupa uzima wa milele, na uzima huo umo katika mwanawe Kristo Yesu. Kwa hivyo huo uzima unapatikana katika Kristo Yesu. Yeye aliye naye mwana anao uzima, asiye naye mwana wa Mungu hana huo uzima. Kwa hivyo wapenzi, sisi tulio na mwana tuna uzima, na asiye na mwana ambaye ni Kristo hana uzima kamwe. Leo tutakoma kwa hapo, na wiki ijao tutaendelea kutoka hapo, na leo tumekamilisha somo hilo. Tumefika somo hilo la 8 na tutaendelea na somo la 9, kuwa wafuasi au wanafunzi wa Yesu. Asanteni sana. Mungu awabariki. Tukutane tena katika somo lijalo
na Mungu awe nanyi. Mungu awabariki na awatendee miujiza. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ni asante kwa neno lako siku ya leo. Umetuweka uhakika ya kwamba tukishaokoka, na ni wewe ambaye umetuita ama mwanao alituita, Bwana, ati ya kwamba hautatuacha kamwe. Tutadumu katika wokovu, hata yule mwovu hatatuweza. Baba, ni asante, tunafurahi kwa jambo hilo, na ninaombea wote ambao wamesikia ujumbe huu ya kwamba Baba, wokovu sio kila siku, lakini ni vizuri sisi tudumu katika Bwana kila wakati, bila kutoka nje kila wakati, katika nyumba yako kuu, katika ufalme wako, Bwana. Baba, tubariki na utuinue tena. Bariki wote watakaosikia neno hili, na Baba, uwazidishe kuwa wanafunzi wazuri wa Yesu, ili neno lako likaenee. Na ni katika jina la Yesu nimeomba na hata kuamini. Amen. Amen.